Karibu katika vipindi vyetu kutoka sekta ya kilimo. Vipindi hivi vinaletwa kwenu kupitia Wizara ya Kilimo kushirikiana na shirika la utangazaji Zanzibar ZBC. Leo tupo katika maeneo haya ya Maruhubi kuja kushuhudia basi mafunzo ambayo yanaletwa kwenu kutoka idara ya maendeleo ya mifugo. Na nikwambie tu kuna vitu ambavyo vinaendelea huko ndani. Yaani mafunzo haya juu ya swala zima la usafi na usalama wa ufugaji kuku. Na nikwambie langu jina mimi naitwa Hamisi Ali Hamisi. Tukasikilize basi dondoo fupi huko ya mafunzo haya yanayoendelea. Sekta ya kuku nafahamu ni nzuri na watu wengi wanapenda kufuga ama wana malengo, lakini sekta ambayo kwamba inasumbua sana wale wafugaji, na hata mtu mwingine anategemea kuretire, basi plani yake ni kufuga kuku. Kuonekana kufuga kuku ni kwanza ni una urahisi fulani inavyoonekana. Kwa kama una eneo dogo utafuga kuku wengi, lakini watu wengi wanajiingiza halafu wanatoka, wanashindwa, wanaingia kwa hamu lakini wanashindwa kusimama. Ni wachache sana kama wanaweza kukaa muda mrefu, lakini mara nyingi wanaingia nje. Yaani game ya kuingia na kutoka, wengi wanashindwa. Sasa nadhani kwani tukashindwa, nadhani sababu sitaki niende deep, la wataeleza wataalamu, nadhani wana sababu. Lakini mimi nafahamu kwamba hii ina challenge nyingi sana kwa kuku. Hicho ndio ninachojua. Na nature yake kuku, maana mimi ninasema kwamba kuku hatibiwi. Kuku zaidi dunia nzima juhudi kubwa ni kukinga matatizo. Kwa sababu once akiingia basi hapo unahesabu umeshaliwa. Kwa juhudi kubwa ni kwamba hata mashamba makubwa nchi yote kuna juhudi kubwa ni kukinga mambo yasitokee. Kwa hiyo hii mada kwamba ni usafi na usalama, hii mada ni muhimu sana. Na hii ndio tatizo kubwa, watu wengi wanashindwa. Na kwa mazingira yetu sisi watu wa visiwani, hii mada inatusaidia sana kwa sababu sisi tuna maeneo madogo sana. Kwa kawaida ukienda kwa wenzetu shughuli za ufugaji, hata ukienda bara, wafugaji wako nje, yani wale wafugaji wakubwa. Unaelewana kuelekea Chalinze, kuelekea Kibaha, utakuta huko ndio kuna wafugaji wakubwa. Kwa sababu gani? Kama ufugaji unataka sehemu iliyojitenga. Kwa sababu kuepusha nini? Maingiliano ya mara kwa mara. Na sisi bado hilo hatuliwezi kwa sababu kwanza hatuna maeneo. Kwa sababu wapi tuwatengee wafugaji Zanzibar? Tuwatengee wapi ili wawe peke yao? Na kwa ngumu. Kwa hiyo sisi tuna matatizo zaidi kwamba sisi hatuna eneo, hatuwezi kujitenga, na kuku hawataki kuingiliwa sana. Kwa hiyo sisi tutumie maeneo haya tulionayo madogo, maingiliano haya, lakini kufuga kwa ufanisi. Kwa hiyo sisi utaalamu unatakiwa zaidi kuliko watu wengine, uangalifu. Kwa hiyo hii mada ya usalama na usafi kwa wafugaji ni muhimu sana sana, na hapa ndio chanzo cha kufeli wafugaji wengi, kutokuzingatia ama kutokujua masuala ya usalama na usafi ambayo kwa jumla hupelekea kinga kwa upande wa mifugo. Baada ya kupata dondoo fupi, sasa tunaenda tukashuhudia mafunzo yanaendelea juu ya swala zima la usalama na usafi wa ufugaji wa kuku. Kwa ufupi, nini chanjo? Chanjo mara nyingi inakuwa ni viumbe hai, ni viumbe aidha ni hai ama waliokufa ama ni sehemu katika miili yao ambao wanaweza kuingizwa katika mwili wa kuku, na baadaye mwili ukatoa jeshi dhidi ya viumbe vile ama dhidi ya sehemu zile za viumbe wale. Kwa hiyo chanjo inawezekana ikawa inatokana na kirusi ama ni virus, au ikawa bakteria, au ikawa protozoa. Ziko chanjo za aina nyingi. Namna chanjo inafanya kazi katika mwili. Kitendo cha chanjo kuingia mwilini, mwili hutengeneza chanjo mahususi kwa ajili ya aina ya kimelea fulani ambacho kimeingizwa. Lakini vile sehemu za ulinzi ambazo tunasema lymphatic system hutengeneza askari dhidi ya vile vidudu ambavyo vimeingia.
na kwa maana hiyo hapo ndo huwa inatengeneza ile chanjo. Viungo vyenyewe tunao kama wengu, lakini vile vile kuna tezi mbalimbali katika mwili zimo katika mfumo wake, na humu ndani yake kuna majeshi ambao ndio wanakuwa ni walinzi katika mwili. Lakini askari huvamia vile vimelea ambavyo vimeletwa, nasema ni kama antigen, ikiwa kama ni kirusi, ikiwa kama ni bakteria, ikiwa kama protozoa, lakini katika ule uvamizi na kuwaua, pale ndio jeshi linalotengenezwa la mwili. Kwa utaratibu huo kinga hutengenezwa katika mwili. Kinga hupatikana katika hali tatu: kutoka kwenye chanjo, yani ile kinga inapatikana kutoka kwenye chanjo. Ikiwa chanjo imeingizwa katika mwili wa kiumbe, basi pale chanjo na ni kinga inapatikana. Lakini kinga nyingine inapatikana kutokana na mazingira. Kuku wameumwa, tuseme kama alivyozungumza mzungumzaji aliyepita kwamba katika kundi la kuku wameumwa, lakini wengine vile vile watapata maradhi, lakini baadaye watapata kinga. Lakini vile vile urithi kutoka kwa mama. Tuseme kama mama wamechanjwa au wamepata kinga, lakini kinga nyingine inapita kwenye mayai ambayo yenye mbegu na hatimaye hufikia kifaranga. Mfano kama kinga ya gumboro kupita katika njia hiyo. Kwa hiyo hizi ni taratibu za namna gani kinga inapatikana. Uhifadhi na usafirishaji wa chanjo. Hapa tunazungumzia ile chanjo. Vipi tutahifadhi na vipi tuisafirishe ili mpaka kufika kwenye kuku ikawa iko hai na kwamba ikakidhi lile lengo ambalo lilikusudiwa. Kuna chanjo ambazo zinahifadhika kwa muda mfupi ambao wanasema ni room temperature vaccine, kama ile ya I2 ambayo ilikuwa inatoa kwenye macho. Ile inakuwa ina uhai kama wa siku 3 mpaka siku 7, na hata inaweza kuhifadhiwa katika friji ya kawaida kwenye vinyuzi joto 4 mpaka 8, na wakati mwingine katika sehemu nyingine wanahifadhi hata katika ubaridi wa kawaida. Zile zimetayarishwa kiasi kwamba kuhimili hali ya joto. Lakini kuna chanjo ambazo hizi tunatumia sisi kwamba za viumbe hai, zinabidi ingawa na zile viumbe hai lakini zinahitaji utaratibu wa baridi kuanzia inapotengenezwa hadi inapotumika, na zinahitajika ziishi katika nyuzi joto 2 hadi 4 na sio kwenye freezer. Usafirishaji wa chanjo ni jambo muhimu sana ili chanjo zibaki ziwe na uhai. Hakikisha unatumia full box. Kuna sanduku fulani ambalo linaitwa full box. Ndani yake kunakuwa na ice pack, yani kwamba ni plastic ambayo imejazwa barafu. Ndio mule chanjo zinahifadhiwa katika msigio, kwamba kuhakikisha kwamba baridi ipo ile inayohitajika. Unaweza kwenda dukani, nataka chanjo ya mahepe ama Newcastle, lakini ukapewa chanjo ya gumboro bila wenyewe kujua. Unafika shambani ile chanjo sio, na huko umeshaweka na kitu. Hakikisha chanjo haijapitwa na muda. Chanjo nyingine mtu anaweza kuwa anauza tu kwa maslahi yake, lakini na zile kwa sababu harufu zenyewe ni ndogo, ikawa chanjo anakupa lakini imesha expire. Tunapaswa kuhakikisha vile vile kwamba chanjo kweli ilikuwa na uhalisia wa ubaridi, ingawa kwamba unaweza kukuta mafriji mengine yamewekwa kila kitu na sio chanjo pekee yake. Inatakiwa kwenye friji ni mahsusi kwa ajili ya chanjo, lakini unakwenda unakuta friji hilo lina embe, friji hilo lina matango, si la nini, na chanjo zimo humo. Haitakiwi. Lakini kadhalika si wote wanaangalia ile temperature ya ile friji, kwa sababu friji zenyewe zinatofautiana hata temperature. Nyingine unaweza kukuta kwamba iko kwenye temperature 10 au na degrees 10 ama 10, haipo katika 2 wala katika 4. Kwa hiyo ina maana kwa muda wote ameweka hiyo chanjo pengine haiko pale, ishakufa. Kwa hiyo kama kuna uwezekano ni lazima kwamba unahakikisha hivyo vitu viko katika utaratibu. Watayarishe kuku kwa kuwanyima maji
angalau masaa mawili kwa wakati wa baridi, lakini wastani wa saa moja kwa wakati wa joto. Nasema hivi kwa sababu wakati wa baridi kuku wanakuwa hawana kiu sana, lakini wakati wa joto kuku wanakuwa na kiu sana. Kwa hiyo ukizidisha muda unaweza hata ukapata athari kwa sababu ya kuacha muda mrefu na kiu. Ni vyema kuku wapewe vitamins siku 3 kabla ya chanjo, kwa sababu tunachoangalia chanjo ina maana kwamba tunataka kuhamasisha kinga ya mwili. Kwa maana hiyo kinga ya mwili itasaidiwa vile vile kutokana na kutoa hizi vitamins na kumsababisha huyo kuku yuko huru na stress zote, ili kwamba inapokuja chanjo huo mwili uwe katika hali nzuri ya kuweza kupokea chanjo, na baadaye kwamba mwili uweze kutoa antibodies ama kutoa wale askari dhidi ya yale maradhi. Lakini baada ya kushakuwapa chanjo vile vile unapaswa kuwagaia vitamins vile vile, kuhakikisha kwamba wanaendelea na vitamins zenyewe wanazopaswa kupewa zisiwe na combination ya antibiotics. Mfano kama Vitox ama OTC plus haitofaa, sababu ina athari kuna antibiotic. Lakini hakikisha kuku wana afya nzuri na hawana dalili zote za ugonjwa. Ukija kufanya kwamba kuwapa chanjo kuku ambao tayari wana dalili za ugonjwa, tarajia kwamba kupata vifo zaidi kulinganisha na tiba au kulinganisha na kinga. Kwa sababu unapowapa wanapokuwa kuku wana ugonjwa, tayari mfumo wa kinga umeshuka, na kwa maana hiyo tayari unawaingizia vijidudu, ingawa kwamba vimetolewa nguvu, umepunguzwa nguvu, lakini vina uwezo wa kuushtua mwili ili kuzalisha kinga. Kwa hiyo unaupa shida mwili wa kuku, na kwamba kwa namna hiyo unaweza ukasababisha ule ugonjwa uliokuwepo ukaja juu zaidi na kuua kuku. Fanya usafi wa vyombo vya maji kabla kwamba hujawapa chanjo kuku. Mambo ya kuzingatia wakati wa kutoa chanjo: zingatia kuweka vyombo vingi vya maji ambavyo vimesafishwa vyema. Wakati wa kuwapa chanjo kuku, bila shaka watakuwa na kiu. Hataki kwamba kuku wananyang'anyana maji kila pahali, kwamba labda drinka moja kuku chungu mzima na wengine wanaumizana na kanyagana. Tuwape kuku chanjo tukiwa na vyombo vingi zaidi, ili kuhakikisha kwamba kila kuku amepata chanjo inapostahili. Tumia maji yasiyokuwa na dawa za kuua vimelea, mfano kama chlorine au water guards, au maji ambayo yanatoka kwenye bomba au mifereji, mara nyingi yanatibiwa na chlorine ama dawa nyingine ili kuua vimelea. Maji yale hayatofaa, kwa sababu ukitumia maji yale ina maana kwamba ile kinga nayo, ile chanjo nayo, ile vijidudu vitakufa. Kwa tuhakikishe maji ambayo tunawapa hao kuku ya chanjo yale yaliyokuwa hayana dawa hizo. Lakini changanya chanjo kwa mujibu wa idadi ya kuku ulionayo. Watu mara nyingi huchukua tu chanjo, labda ana kuku wake 200 lakini akachukua dozi ya kuku 1000. Hii haitakiwi, na adverse effect inaweza kujitokeza, kufikiria kwamba ni maradhi lakini kwamba ni ile chanjo. Kwa hiyo ni lazima kwamba hakikisha unafanya hesabu ya dozi kwa mujibu wa kuku wako. Lakini vile vile tunapaswa kwamba maji ya chanjo baada ya kuchanganywa wapewe si zaidi ya masaa mawili, kwa sababu kadri siku muda unavyozidi, ina maana vile virus ama nini vya chanjo vinapungua nguvu, na maana hiyo unaweza kuwa kwamba baadaye utawapa maji kwa ile dozi haijakamilika. Mfano, unaweza kuwapa maji ukaambiwa lita 10 wape haya. Sawa, lakini kuku wenyewe wana uwezo wa kunywa lita 1 tu. Kwa hiyo ni lazima kwamba ufanye, upoteze muda, ufanye hesabu kwa mujibu wa chanjo na idadi ya kuku wako. Mambo ya kuzingatia baada ya chanjo: safisha vyombo vya maji vilivyotumika kwa kuwapa chanjo. Ni kitu muhimu, unasafisha then unarudi kuwapa maji ya kawaida ambayo tumesema wanawapa na vitamins. Punguza idadi ya vyombo vya maji kuwa katika hali ya kawaida. Mwanzo tulitumia wakati wa chanjo vyombo vingi ili kwamba wapate nafasi ya kunywa vizuri, kwa sababu walikuwa na kiu sana. Lakini sasa hivi inabidi kwamba rudia katika mfumo wako ule wa mwanzo wa kawaida kuwapa
vyombo vya maji katika vyombo vile. Wapatie kuku maji safi yaliyochanganywa na vitamins, multivitamins kwa muda wa siku 3. Mshazungumza, endelea kuangalia kama kuna athari yoyote inayojitokeza kwa muda wa angalau siku 3. Hapa inabidi unapaswa uangalie hiyo hali, na kama kuna tatizo inabidi kuwafuata wataalamu wakupe ushauri zaidi. Vichupa na sindano zilizotumika inahitajika kwamba kuwa disposed, yani kuunguzwa, kuwasha moto, kuunguza, kwa sababu bado mna virusi ambao vipo pale, na kwamba ukitupa tu ovyo ovyo ina maana kwamba wanapata mazingira, pengine wanapata uafueni na kuenea katika mazingira yale, baadaye kwamba kuweza kuzalisha maadui katika shamba lako. Utaratibu wa chanjo, kila sehemu wana utaratibu wao na kutokana na namna gani yale mlipuko wa maradhi yalivyo. Lakini hapa ninatoa hizi ambazo ni common kwa kwetu na kutokana na hali zetu tulizonazo na maradhi tulionayo. Tunakuta ugonjwa wa Marek's disease mara nyingi unachanjwa katika hatchery na hususan kwa kuku wa layers au parent stock. Kwa hiyo unachanjwa kule kule kwa kutumia sindano. Lakini Newcastle disease unachanja siku ya 3, booster siku ya 7. Lakini vile booster siku ya kila baada ya miezi 2 au 3. Hii chanjo ya mahepe hapa kwetu tunatumia aina moja tu ya Lasota, lakini sio sahihi. Kuna chanjo ya kwanza inaitwa Hitchna ambayo haina nguvu sana kama Lasota, na kwa sababu kuku wanakuwa hawana kinga, inatakiwa kwamba hata ile chanjo hii ilelewe kidogo kidogo. Kwa hiyo siku ya 3 tunaweza tukawapa Hitchna, lakini bahati mbaya hapa hatuna. Ukiwapa siku ya 3 ina maana siku ya 7 huna sababu ya kuwapa, wala siku ya 21. Samahani, siku ya 21 unaweza kurudia kama ni booster, lakini baadaye kila baada ya miezi 3 au baada ya miezi 2 kulingana na hali halisi. Lakini tuna chanjo nyingine ya infectious basi ambayo ni gomboro. Hii tunachanja siku ya 12, tuna mpaka siku ya 14. Wakati huu hatuchanji mapema kwa sababu kuku tayari wanakuwa na kinga kutoka kwa mama zao kwa ni kuku wa kibiashara. Na kwa maana hiyo katika kipindi hicho hiyo kinga inakuwa inapotea. Kufika mpaka siku ya 14 hiyo kinga inakuwa imeshamaliza ile kinga tuliyosema kwamba wanarithi kutoka kwa mama zao. Lakini siku ya 28 unawapa booster. Hii mara nyingi kwa hapa kwetu na ugonjwa huu na waathiri kuku akiwa na kuanzia wiki ya 4 mpaka wiki ya 6, kwa sehemu nyingine mpaka wiki ya 12 na inajitokeza, lakini kwa mazingira ya kwetu inaonekana inapatikana. Lakini kuna chanjo ya ndui siku ya 56 ama wiki ya 6 hadi wiki ya 8 kuna chanjo. Lakini kuna chanjo nyingine nyingi. Sasa nikasema hizi nikaziweka kama alama ya mshangao kwamba bado kwetu sisi hazijawa zinathakili sana kulinganisha na hizo nyingine. Kuna chanjo ya IB, tunasema infectious bronchitis, ni chanjo ambayo ni maradhi ambayo kwa kweli huwezi ukayaona dalili, isipokuwa unaweza kuona dalili zaidi kwenye uzalishaji wa mayai kushuka, lakini vile vile kuona athari kwenye mayai. Kuna mafua ambayo yamegawanyika katika sehemu mbili, kuna coryza, kuna CRB. Haya yote katika sehemu nyingine wametayarisha chanjo, lakini kwa kwetu hapa bado sijaziona chanjo ama sijaziona. Lakini kuna vile vile salmonellosis. Salmonellosis zipo za aina mbili, lakini vile vile hawa ni bakteria ambao wanasababisha ugonjwa, lakini chanjo zake zipo, lakini hapa bado sijaziona, na kwa maana hiyo siwezi nikazungumzia chochote. Pamoja na coccidiosis, pamoja na avian encephalitis, na zipo nyingi. Kwa hiyo lakini chanjo za msingi hasa mpaka hapo nile kwa upande wa kwetu. Tunapaswa kuwa na kumbukumbu za chanjo. Ni lazima ujue kampuni ambayo imetengeneza ile chanjo na kuirekodi. Lakini vile vile nchi inayotoka ile chanjo vile vile uweze kuirekodi.
mwaka iliyotengenezwa na mwaka uliomaliza matumizi yake vile vile muhimu kurekodi, lakini duka uliochukua chanjo ile vile vile kurekodi. Unapaswa kurekodi batch number, zinakuwa na batch zake, number batch. Una rekodi vile vile tarehe uliotumia kufanya hiyo chanjo yako na rekodi, lakini weka kumbukumbu ya nini kilichotokea kabla na baada ya kufanya chanjo. Hizi zitakuwa kwamba ni kumbukumbu kwa upande wako, na iwapo kwamba mtu anataka kufuatilia kosa lilikuwa wapi ama vipi, basi itakuwa ni msaada kwako wewe. Mpaka hapo nimemaliza uwasilishaji wangu. Kama kuna swala, mchango, naomba. Nafikiri elimu inahitajika kwa upande wa wafugaji, lakini pia upande wa wauzaji hizi dawa ama hizi kinga kwa ajili ya wanyama, ambao kwa upande fulani pia nao pia wanatuathiri sana wafugaji. Kwa sababu ukichukulia kawaida, uangalie kawaida, unahisi kwamba unaenda kununua dawa iko salama na unatumia kwa mifugo yako, kifuma kwamba tunawaamini kwa asilimia kubwa. Sasa ukishuka mitaa kuelekea zaidi ndani ya nchi, ndani ya miji kuelekea mashamba, na maduka mengi ya dawa. Lakini nafikiria kwamba bodi za dawa hazipiti wakati kwa wakati kukagua zile dawa, ubora wake, shafahamu uhifadhi wake, shafahamu zote mpaka kumfikia yule mfugaji. Kwa mfano, unaenda kununua chanjo dukani, kwamba una imani kwamba chanjo iko salama na iko nzima, unaenda kupeleka mfugo wako. La cha ajabu, unaweza kukinga chanjo ile ya mahepe, la baada ya muda kuku kaja kaugua ile mahepe kabla ya chanjo iliyofuatia au miezi mbili inayofuatia baadaye. Na hili linatokana nini? Kwa sababu kuna wakati umeme uzimwa, kwa mfano masaa kadhaa au kutwa nzima, kuna kipindi uzimwa hata siku mbili umeme sehemu nyingine. Sasa je, ile joto husika na kuhifadhi chanjo, wewe unataka gani madukani kama linatimia wakati ule? Pale chanjo huharibika nyingi madukani, lakini bado ile maduka wanaendelea kuziuza kwa sababu nao wanafidia hasara kwa upande wao. Sasa mfugaji unachukua ile chanjo na kumpa mnyama wako, unaamini nishachanja mahepe au gongoro, chanjo yote ushamaliza, unaendelea na harakati zako, baada ya muda mnyama anaumwa bila kutarajia. Sisi mawazo yetu, kama umechukua dozi ya 500 ukiwapa kuku 300, unaona kama umewapa kinga zaidi. Kumbe nilichokuja kugundua kwamba ni kosa hilo. Kwa hivyo naomba mtusaidishe kuhusu vipi tufanye kipimo kwa ili dozi 500 tuweze kupa kuku 300 na vipi. Na pili, idadi ya maji tuseme kwa kula kuku 100 wana wastani mnakisia kwamba wanakunywa maji kiasi gani, ili dozi isiye ka maji hawanywi tena na mimi tunaona kuna kuimwaga. Kwa hivyo naomba hivyo. Umeenda kuchukua vial ya dozi 500. Chukua syringe yako ya ml 5, unavuta maji ya kawaida, unaingiza, unaishake, usiingize kwa kasi, kidogo kidogo tu. Alafu unatikisa kidogo kidogo, inayuka. Sasa ina maana kila ml moja kwa kuku 100. Kwa unachotakiwa wewe unavuta ml zako 3. Ml zako 3 kisha kuvuta zile, unachanganya kwa maji ambayo yatamaliza si zaidi ya masaa 2. Na maji yasiyozidi masaa 2 itategemea umri wa kuku. Inategemea vile vile wakati ambao unatoa chanjo, je, ni wakati wa baridi, je, ni wakati wa joto. Vile vile itasababisha aidha kupungua ama kuongezeka unywaji wa maji. Lakini ile dawa unaichanganya na yale maji ambayo unakusudia kuwapa wale kuku. Ukishachanganya basi unaigawa katika vyombo kidogo kidogo, wanakunywa. Kwa hiyo kiwango cha kuacha maji kuwapa kuku, kwanza wewe ni mfugaji, una experience na unatakiwa siku zote katika vitu ambavyo utasomeshwa kwamba kuangalia tabia za kuku zilivyo, hata unywaji wa maji. Lakini vile vile kwamba kuhakikisha kwamba unywaji wa maji, mfano wanakunywa lita 12. Safahamu, wanakunywa lita 12 kwa siku. Ina maana ukichukua 20% tu ya maji au hata 10 mpaka 20 ya maji kwenye lita 10, ukichukua hata lita 2, basi zinatosha kwa muda huu wa masaa 2 atakuwa amemaliza. Safahamu. Lakini usichukue tena kwa sababu hii chanjo na nini ukachukua maji mengi, itakuwa haisaidii. Kwa sababu utakuwa umewapa chanjo, lakini na chanjo nyingine itakuwa imebaki haijukumika. Itakuwa kwa wewe kukamilisha ile chanjo.
Baada ya kujua kitu gani ndani kinaendelea kutoka kwa wakufunzi pamoja na wafugaji, sasa tupo na miongoni mwa mkufunzi ambaye yeye atatuambia jina lake, lakini pia atatuambia nini hasa lengo la mafunzo haya, na nipo na miongoni mwa wakufunzi ambao yeye atatuambia hayo malengo makuu. Kwanza itaje jina lako, nani, unaitwa nani? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Zehra Karim Zam, ni afisa mifugo katika idara ya maendeleo ya mifugo hapa Zanzibar. Lengo kubwa la mafunzo haya ya wafugaji, kwanza kabisa kama idara ya maendeleo ya mifugo tumeona iko haja wafugaji wengi ili kuweza kufuga na kupata tija lazima wapate elimu kwanza, kwa sababu elimu ndio msingi wa maendeleo. Elimu ni mtaji kwa ufugaji wa kisasa. Kwa hiyo idara ya maendeleo ya mifugo iliyo chini ya Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo imebeba ile sauti ya rais wetu wa Zanzibar katika awamu ya 8 inayosema kwamba ili tuweze kufuga kwa tija ndio maendeleo yatapatikana. Kwa hiyo idara ya maendeleo ya mifugo tunatoa elimu sahihi kwa wafugaji ili waweze kufuga, na sio tu bora ufugaji, lakini bora ni kupata elimu kwanza. Elimu hiyo ndio itawapelekea wafuge na kupata faida. Je, unahisi elimu ambayo mnaitoa kwa siku ya leo ni sahihi na ni salama kwa wafugaji ambao kwa sasa waendelea kupata elimu hii ya ufugaji wa usalama kuku na usafi wa kuku? Ni kweli kabisa, kama tulivyoanza kwamba kabla ya kuku hujamfuga lazima ujue utaenda kumweka wapi. Kwa hivyo tumeanza na mafunzo ya awali kwa kabla hujajenga banda, jinsi gani utachagua eneo sahihi la ujenzi wa banda, na vile vile utamkinga vipi yule mifugo yako, kuku wako utawakinga vipi, na usafi. Tumeanza kutoa elimu hiyo kwa awali, na mafunzo haya yatakuwa ni endelevu, tunaenda hatua kwa hatua. Kwa hiyo tunapenda sana kuwashauri wafugaji watakaposikia fursa kama hizi wasiache kujitokeza kwa wingi, kwani elimu inatolewa bure. Wao tu ni kujitolea wao na mioyo yao kuja kupata elimu hii. Asante sana ndugu mtangazaji. Bado kuna kitu ambacho nataka kujua pia, labda ni nini mnategemea, kitu gani baada ya mafunzo haya kuyatoa siku ya leo? Baada ya kutoa mafunzo hayo, tunachokitegemea kwa wafugaji wetu wafate yale maelekezo, na watakapoweza kufuata maelekezo ambayo tumewafunza leo, watafuga na watapata faida kubwa kulikoni hapo awali walivyokuwa wakifuga, kwa sababu wafugaji wengi wanafuga kimazoea kwamba jirani yangu anafuga, anafanya hivi na mimi naenda kumuiga. Sasa leo wamejifunza rasmi kabisa kwamba ili tuweze kufuga na kuweza kupata tija ni nini na nini kinachotakiwa kifanyike. Elimu tu, si jambo jingine. Tunahamasisha waje kwa wingi katika idara ya maendeleo ya mifugo. Elimu ndio msingi wa maendeleo, na tumejipanga kwa sasa idara ya maendeleo ya mifugo elimu kwenda mbele. Asante sana. Nikushukuru sana. Asante, nikutakie kazi njema. Baada ya kumaliza kuzungumza na Dr. Zahra, ni miongoni mwa wakufunzi ambao kwa muda huu walikuwa wanaendelea kutoa mafunzo huko ndani, na nikwambie tu mafunzo haya yatakuwa endelevu kama vile ambavyo Dr. Zahra yeye ameweza kuzungumza. Nia na madhumuni ni kuweza kutolewa elimu kwa wafugaji wa swala zima la usafi pamoja na usalama wa kuku. Mimi nikwambie tu vipindi hivi vinatokwenda kutoka Wizara ya Kilimo kushirikiana na shirika la utangazaji Zanzibar ZBC. Jina langu naitwa Hamisi Ali Hamisi, tukutane vipindi vinavyoendelea.